Mheshimiwa Dr. Mustafa Kamal Madbouly, Waziri Mkuu wa Serikali ya Jamhuri ya Kiarabu ya Misri, Mheshimiwa Zuberi Ali Maulid, Spika wa Baraza la Wawakilishi Zanzibar, Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Zanzibar, nitambue uwepo wa Dr. Asha Rose Migiro, Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM, Mheshimiwa Zingiro Armand, Waziri wa Miundombinu wa Jamhuri ya Rwanda, waheshimiwa mawaziri na naibu mawaziri wakiongozwa na Mheshimiwa Salome Wycliffe Makamba, naibu waziri wa nishati, waheshimiwa mawaziri wastaafu wa Wizara ya Nishati na Mheshimiwa Rais, namwona Mheshimiwa Mhongo, Mheshimiwa Kalemani na Mheshimiwa Januari Makamba ambao tumejumuika nao siku hii ya leo, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, ujumbe wa viongozi kutoka serikali ya Jamhuri ya Kiarabu ya Misri, Dr. Desina, rais mstaafu wa AFDB, waheshimiwa mabalozi mnaoziwakilisha nchi zenu hapa Tanzania na wawakilishi wa Tanzania katika nchi nyingine, waheshimiwa wakuu wa mikoa, wenye viti na makamu wenye viti wa kamati za kudumu za Bunge wakiongozwa na mwenyekiti wa kamati ya nishati na madini Mheshimiwa Subira Mgalu, wajumbe wa kamati ya Bunge ya kudumu ya nishati na madini, waheshimiwa wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wote mliokuwepo hapa siku hii ya leo, Mhandisi Felicius Mimramba, Katibu Mkuu wa Wizara ya Nishati anayeshughulikia umeme na nishati jadidifu, Dr. James Mataragio, Katibu Mkuu Wizara ya Nishati anayeshughulikia mafuta na gesi, Bwana Elvis Thodi, Katibu Mkuu wa Nishati Jamhuri ya Malawi, makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu wote mliopo, wajumbe wa bodi ya TANESCO wakiongozwa na ndugu Plasdus Mbosa, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi ya TANESCO, Bwana Lazaro Twange, mkurugenzi mtendaji wa TANESCO, viongozi wa dini, viongozi wa vyama vya siasa, watendaji wakuu wa taasisi mbalimbali, wageni waalikwa na mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Mheshimiwa Rais, kwanza kabisa namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia afya na kutuwezesha kukutana katika tukio hili muhimu la kihistoria kwa taifa letu. Kwa namna ya pekee, napenda kukushukuru wewe binafsi Mheshimiwa Rais kwa kutenga muda katika ratiba yako kuuzindua mradi huu. Huu ni mradi mkubwa wa kimkakati ambao serikali iliamua kuutekeleza kwa ajili ya kuleta maendeleo ya kiuchumi kwa wananchi wake. Mheshimiwa Rais, napenda pia kukushukuru kwa maelekezo na usimamizi wa serikali yako katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati ya nishati. Maelekezo hayo yameendelea kutupa mwelekeo katika kuhakikisha kwamba sekta hii inakuwa msingi imara wa shughuli za uzalishaji na ukuaji wa uchumi wetu. Mheshimiwa Rais, uzinduzi wa mradi wa Julius Nyerere ni matokeo ya juhudi zako mahususi kuhakikisha mradi huu unakamilika. Kituo hiki kina jumla ya mitambo 9 ambapo kila mtambo mmoja una uwezo wa kuzalisha megawati 235 na hivyo kuwa na uwezo wa jumla wa kuzalisha megawati 2115. Uzalishaji huu umeongeza uwezo wa taifa wa kuzalisha umeme na kukidhi mahitaji ya shughuli za kiuchumi na uwekezaji. Hii inatufanya tuwe daraja la muhimu la kuunganisha soko kubwa la nishati ya umeme barani Afrika, kwani nchi yetu ni mwanachama wa East African Power Pool na Southern Africa Power Pool, ambapo Tanzania inaunganisha mtandao wa umeme kikanda. Mheshimiwa Rais, uwezo wetu wa kuzalisha umeme umefikia megawati 4646 dhidi ya mahitaji ya juu ya gridi ya taifa ya megawati 2271 na hivyo kuwa na ziada ya umeme ya megawati 2375. Mheshimiwa Rais, chini ya uongozi wako umetuelekeza kuwa nchi yetu lazima sasa ifanye biashara ya kuuza umeme, na tayari tunatekeleza maelekezo yako kwa kutumia ziada ya umeme tulionayo, na tumeshaingia makubaliano na mazungumzo na wenzetu wa Zambia kwa ajili ya kuweza kuwapatia umeme. Aidha, tuna makubaliano na serikali ya Kenya ya kuuziana umeme kulingana na mahitaji ya kila nchi. Vile vile tunaendelea na mazungumzo na nchi nyingine za jirani ili kuuziana umeme pale ambapo inahitajika. Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, leo tunapozungumzia kituo cha kuzalisha umeme cha Julius Nyerere,
Tunazungumzia sio tu kituo cha kuzalisha umeme, bali mfumo mzima wa miundombinu inayohitajika ili umeme huu uzalishwe, usafirishwe, uingizwe kwenye gridi ya taifa na hatimaye kuwafikia watumiaji kwa uhakika. Mheshimiwa Rais, ili kuhakikisha kwamba uwezo huu wa uzalishaji unaendana na uwezo wa kusafirisha umeme, serikali imeendelea kutekeleza miradi ya miundombinu ya usafirishaji inayohusiana na mradi huu moja kwa moja. Tukiwa pale Switchyard, Mheshimiwa Rais, tulikuonyesha line ambazo zinatoka hapa za kilovolti 400 kuelekea Chalinze. Na ni majuzi tu Mheshimiwa Rais tumekamilisha mradi wa msongo wa kilovolti 400 wa kutoka Chalinze kuelekea Dodoma. Na hivi sasa umeme unaotoka Julius Nyerere unafika Dodoma kwa uhakika kabisa. Na hii imepelekea Mheshimiwa Rais, ni wiki iliyopita tu kiwango cha juu cha matumizi ya umeme katika nchi yetu ilikuwa ni megawati 2130. Lakini mara baada ya kuwasha tu line ile ya Chalinze Dodoma, ndio tumefikia sasa kiwango cha juu cha megawati 2280. Hii ni ndani ya siku 3 tu. Tunavyoona Mheshimiwa Rais, kwa sababu kuna mradi mkubwa unaoendelea vile vile wa ujenzi wa line ya kutoka Chalinze kwenda Mkuranga Kinyerezi, na tunatarajia kuanza ujenzi wa line ile muda si mrefu, na line ile itapokamilika Mheshimiwa Rais, tunatarajia kufikia kiwango cha juu cha matumizi ya megawati 2500 katika taifa letu kwenye uzalishaji. Mheshimiwa Rais, hata hivyo tunatambua kwamba kuongeza uwezo wa uzalishaji pekee haitoshi. Lazima tuwe na mtandao wenye uwezo wa kupokea na kusafirisha umeme wote kwenda maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Ninayo furaha Mheshimiwa Rais kukuambia ya kwamba hivi tunavyoongea tuna line ya TAZA ya zaidi ya kilomita 617 ambayo inatokea na yenyewe ni ya msongo wa kilovolti 400 ambayo inatokea Iringa, Mbeya, Songwe na kwenda kuingiza mkoa wa Rukwa katika gridi yetu ya taifa, na line hiyo imefikia takriban 98% ya ujenzi wake Mheshimiwa Rais. Lakini sio tu line hiyo ya TAZA, tuna line ambayo Mheshimiwa Rais inatoka Songea Tunduru Masasi Maumbika, ambayo itapeleka umeme wa uhakika katika mikoa ya Lindi na Mtwara, ambapo kumekuwa kuna changamoto kubwa ya upatikanaji wa huduma ya umeme. Na hivi tunavyoongea Mheshimiwa Rais, mkandarasi yupo site na tayari yupo Tunduru, na hivi karibuni ataanza kutoka Tunduru kuelekea Masasi. Sambamba na miradi hiyo, serikali imeendelea pia Mheshimiwa Rais kuwekeza fedha katika kituo kikubwa cha kupokea umeme cha Ibadakuli mkoani Shinyanga, ambapo kituo kile kitabadili line ya msongo wa kilovolti 220 inayotoka Dodoma kuelekea Singida kwenda Tabora kufika Shinyanga na kuwa line ya msongo wa kilovolti 400 ambayo itasafirisha umeme mkubwa zaidi. Na ni hivi karibuni vile vile tutaanza ujenzi wa line ya Tanzania Uganda Interconnector Mheshimiwa Rais, na umuhimu wa line hii ni kwamba itatoa umeme katika kituo chetu cha Ibadakuli na kupeleka katika eneo la uzalishaji la madini katika mikoa ya Geita na kanda ya Ziwa Mheshimiwa Rais, ambapo wachimbaji wamekuwa na kilio kikubwa cha kuhakikisha tunawapelekea umeme wa uhakika. Tunafanya kazi kwa jirani kabisa na wenzetu wa Wizara ya Madini kuhakikisha kwamba mradi huu unaanza mara moja ili wachimbaji wetu waweze kupata umeme wa uhakika. Mheshimiwa Rais, hata hivyo bado tuna kazi ya kufanya katika eneo la usafirishaji na usambazaji, ambako kuna maeneo umeme unakatika hapa na pale kwa sababu ya hali ya miundombinu yake. Tunaendelea kufanyia kazi maeneo hayo kwa miradi mikubwa na mingine ambayo nimeshaitaja Mheshimiwa Rais ya usafirishaji, lakini vile vile tunaendelea na kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba tunaimarisha usambazaji wetu ili mlaji wa mwisho wa umeme aweze kuwa anapata umeme wa uhakika. Leo tunazindua mradi huu na kuwa na ziada kubwa ya uzalishaji wa umeme, lakini hali ya katika saa nyingine Mheshimiwa Rais hujitokeza kwa sababu ya miundombinu ya usambazaji, uchakavu wa nguzo, uchakavu wa laini, uchakavu wa transformer zilizopo, na tunaendeleza jitihada katika kuhakikisha kwamba tunaimarisha miundombinu yetu. Mheshimiwa Rais, kukamilika na kuanza kufanya kazi kwa kituo cha Julius Nyerere kunatupa fursa ya kuangalia mbele zaidi. Mahitaji ya umeme nchini yanaendelea kukua sambamba na ukuaji wa uchumi, viwanda, biashara, shughuli za madini, kilimo cha kisasa, usafirishaji na huduma za kijamii.
Kwa hivyo kazi ya wizara haijaishia katika kukamilisha mradi wa Julius Nyerere. Tutaendelea kutekeleza maelekezo yako Mheshimiwa Rais na malengo ya Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050 ya kufikisha Tanzania kwenye uzalishaji wa megawati 8,000 ifikapo mwaka 2030 kwa kutumia mchanganyiko wa vyanzo mbalimbali vya nishati ikiwemo maji, gesi asilia, jua, upepo, joto ardhi, makaa ya mawe na vyanzo vingine vinavyofaa. Ni hivi karibuni tu Mheshimiwa Rais, kwa maelekezo yako tuliwasha mradi wa sola wa megawati 50 kule Kishapu mkoani Shinyanga, lakini vile vile tumesaini mkataba wa kuanza ujenzi wa megawati nyingine 100 kule Kishapu wa umeme jua ili kuongeza katika energy mix yetu. Mheshimiwa Rais, tuna malengo ya kuhakikisha kwamba tunazalisha megawati walau 130 kutokana na joto ardhi. Mheshimiwa Rais, napenda kutumia fursa hii kuwashukuru na kuwapongeza wote walioshiriki katika hatua mbalimbali za utekelezaji wa mradi huu. Mheshimiwa Rais, baada ya kusema hayo, napenda kukushukuru tena kwa kutoa muda wako adhimu kwa ajili ya shughuli hii ya uzinduzi. Mheshimiwa Rais, asante sana. Asante, makofi mengi kwa Mheshimiwa Waziri wa Nishati. Baada ya salamu za Wizara ya Nishati, Mheshimiwa Rais, inayo heshima kubwa ya kumkaribisha Mheshimiwa Dr. Mustafa Madbouly, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Kiarabu ya Misri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, falyatafadhal mashkura. Makofi mengi kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Misri. Bismillahirrahmanirrahim.